Hola. Haleluya. Tunaelekea mwisho kujifunza somo hili la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo katika kuelekea mwisho tunaingia katika sehemu ambayo tutakwenda kujifunza wapi Roho Mtakatifu anapokaa. Makazi ya Roho Mtakatifu. Makazi ya Roho Mtakatifu, Biblia inasemaje? Tutajifunza pia vitu vingine ambavyo umewahi kuvisikia kwa habari ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kwa sasa nianze na makazi ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu anakaa kwenye mwili wako. Imeandikwa katika Wakorintho wa kwanza, imeandikwa mahali pawili. Katika Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 19 mpaka wa 20. Sawa sawa, eh? Anasema, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalo la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu, mliyepewa na Mungu, wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Don't you know that your bodies are the temple of God? Kwa hiyo hekalu la Mungu sasa hivi ni mwili wako. Ndio maana nimejaribu kuwa naelezea toka huko nyuma kwamba mwili wa mtu au mazingira ya Roho Mtakatifu anafanya kazi na huu mwili, anafanya kazi na huu mwili. Kwa hiyo anapokuja kwako sasa, Roho Mtakatifu haji ili aondoke, anakuja ili akae na mwili wako milele, kwa namna ya kudumu, adumu na mwili wako. Kwa hiyo mwili wako sasa hivi anakaa Roho Mtakatifu versus kuna roho nyingine ambazo huwa zinakuja kuvamia mwili, Tutaona kuna mahali imeandikwa kwamba yeye au itakuwa ni hapo hapo, ngani jaribu kuangalia Wakorintho, niendelee mstari unaoendelea unasemaje? Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa mstari wa 21 unasemaje? Wakorintho wa kwanza sura ya 6 mstari wa 21. No, imeisha mstari wa 20. Okay. Nenda Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 19. Samahani, Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 9 inasemaje? Mstari wa 19 anasema, Bwana asifiwe. Mstari wa 19. Okay. 19 au 16. Hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu? Mstari wa 16. Na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yake? Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anakaa katika mwili wako. Huu mwili wako huu mwili wangu huu ni hekalu, ni makazi ya kudumu ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo atakayeharibu mwili wangu vipi? Yani kuna roho nyingine ambazo zitakuja zikiwa na makusudi ya kutaka kuharibu huu mwili ili usiwe na ushuhuda wowote. Kwa hiyo na hizo roho haziwezi kuja zenyewe tu, unajua haziji zenyewe tu, zinashirikiana na mwingine, labda mwenye mwili. Sasa yule atakayeshirikiana na roho nyingine kuliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu huyo. Kuna wengine hapa wanasema hamna, hata wewe mwenyewe ukiharibu mwili wako Mungu atauharibu. Yule adui anayekuja kuharibu mwili wako, Mungu atamharibu huyo. Kwa nini? Kwa sababu pamoja na kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu, Mungu amechagua kukaa katika chombo cha udongo, chombo ambacho hakina ukamilifu. Hauna ukamilifu mwili wako,
na amechagua kuja kukaa na huo mwili usio na ukamilifu kabisa. Tena anatamani kukaa na wasio wakamilifu kabisa, kwa sababu hawa wasio wakamilifu yeye akija kukaa kwao ndipo wanapoweza, yani ndipo wanapopata nafasi ya kubadilika. Kuna mtu anaweza akawa anasema bwana, mimi maisha yangu yamevurugika kabisa, pombe zimeharibu, yani anakunywa pombe, ameharibu mwili wake kabisa na pombe au na sigara au na vilevi vingine vimemharibia kabisa mwili wake. Kwa hiyo anasema mimi yani huu mwili wangu, kwanza watu wengine wanasema wewe Roho Mtakatifu hawezi kukaa na wewe. Roho Mtakatifu hakai katika mazingira, hakai na mtu mchafu. Mtu mchafu Roho Mtakatifu hakai naye kabisa. Hiyo sentensi sio ya kweli, haitoki kwa Mungu kabisa. Yaani Roho Mtakatifu ndo anawapenda watu wachafu, sio ili waendelee kuwa wachafu, kwa sababu akija kwa mtu mchafu atambadilisha ule mwili mchafu kutoka kwenye uchafu kwenda kwenye utakatifu. Atauhuisha ule mwili ulio katika hali ya kufa. Kwanza hakuna mwili wowote ambao ni msafi, mwili yote ni michafu tu. Najua naweza nikawa na kwanza, kuna watu ambao kindakindaki hapa wanasema nasikiliza mafundisho ya watu ambao hawajielewi. Hapana, mimi najielewa vizuri sana. Biblia imeandika hivyo, imeandika kwamba huu mwili wako ni mwili wa kufa. Soma Warumi sura ya 8 pale. Ngoja nikupeleke tu. Sura ya 8 inaongelea sana kuhusu mambo ya mwili. Umeona? Lakini soma Warumi sura ya 8 mstari wa 9. Ngoja nianzie mstari wa 9 niwe jasiri leo. Nachanganyaga mstari wa 9 na wa 11. Okay, ni wa 11 anasema, lakini ikiwa roho ya yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yake. Kwa hiyo huyo roho atakuja kuihuisha, kuifufua hiyo miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Quality ya mwili wako ni uchafu. Kwa mtu asikubabaishe kwamba bwana wewe mchafu, kwa hiyo Roho Mtakatifu hawezi kuja kukaa na wewe. Hakuna. Huo ni uongo dhahiri wa mchana kweupe. Ni wa watu ambao wanataka kujihesabia haki kwamba mimi msafi sana kwenye mwili. Nilishawahi kufundisha huko nyuma. Kuna mtu yeye anasema mimi siwezi, yani wewe unahubiri umevaa jacket hilo jekundu na t-shirt ndani, afu umevaa pensi. Kweli wewe ni mumeokoka, wewe unavaa pensi? Yeye huyo mtu anavaa suti. Suti yako inaweza isiwe ndio wokovu wako sasa. Yaani umevaa suti vizuri na hauna chochote. Umeokoka lakini ni kuachia hapo kwenye wokovu, lakini huna chochote zaidi. Hauna matunda, kwa sababu tunda la Roho litatokea kwa appreciate kwamba ni Roho Mtakatifu anayekuja kumbadilisha mtu. Sikatai kwamba ukivaa suti inapendeza, una muonekano mzuri na kuna watu wanafurahia suti. Sikatai. Lakini isiwe sasa ndo definition kwamba bana wewe lazima wewe uvae suti. Wewe una chochote, Mungu hawezi kukutumia wewe usipovaa suti. Wewe mchafu, Roho Mtakatifu hawezi kukutumia. Wewe mzinzi, Roho Mtakatifu hawezi kuja kukaa kwa wenye dhambi. Bwana Yesu anasema mwenye afya hamuhitaji tabibu, wanaomhitaji tabibu ni walio wadhaifu. Ndio maana anakuja kwenye miili yetu iliyo na udhaifu. Popote pale anapotajwa Roho Mtakatifu hapa, anatusaidia udhaifu wetu, anakava, kwa sababu miili ni midhaifu 100%. Hata sheria ilivyokuja ilishindwa kuambatana na mwili kwa sababu mwili ni dhaifu. Kwa ilihitajika sheria iliyo ya juu zaidi ili uweze kuisaidia miili hii iliyo katika hali ya udhaifu. Kwa hiyo usibabaishwe mtu akakwambia kwamba wewe ni mchafu ndio maana Roho Mtakatifu hakutumii, hawezi kuja kukaa kwako. Au akakwambia uwezi kuna wengine wanaamini kwamba uwezi yani uwezi kuamua tu kunena kwa lugha mpya. Uwezi, yani lazima uwe umefika mahali fulani panaitwa madhabahuni patakatifu pale.
roho kweli kweli pale, ndio Roho Mtakatifu anakushukia pale. Roho Mtakatifu hawezi kukushukia chooni. Kwanza mambo ya kushukiwa na Roho Mtakatifu ni mambo ambayo sasa ni ya mtu ambaye ni mchanga, mtu ambaye hajawahi kupokea Roho Mtakatifu. Si nimeshafundisha kuhusu kubatizwa na Roho Mtakatifu? Ukishabatizwa umepokea kujazwa na Roho. Sasa ndio hiyo wanaosema watu kushukiwa, sio hivyo. Kujazwa na Roho, unaweza ukajazwa mahali popote, yeye anapotaka, yeye anapohitaji wewe utende kazi yake pale. Inawezekana chooni kule kuna tatizo kule, anataka ushughulike na ile tatizo liloko chooni. Unafikiri inamsumbua? Haimsumbui. Inawezekana wewe mwili wako huo umeuchafua na hauna vinywaji sio maji, vilevi au madawa yale ya kujidunga. Anautaka huo mwili aubadilishe kabisa. Watu wakija kuuona baadaye watasema huyu ndio yule fulani. Kuna jamaa mmoja alikuwa Kinondoni pale, mimi ni identical twins. Sisi mimi na mwenzangu na identical twins, kwa mimi ni Doto. Sasa kule Kinondoni, nilikuwa nakaa Kinondoni mitaa ya Ufipa. Mitaa ile ilikuwa na watu wanaitwa mateja. Kuna teja mmoja alikuwa maarufu sana, alikuwa anaitwa Doto. Tunasemaje? Kwa Kiswahili unasema somo yangu au wajina wangu, my namesake, nitaka kusema hivyo. Mambo yanasumbua. Kwa namesake wangu Doto alikuwa teja, alikuwa anajidunga madawa sinzia hivi huko barabarani. Sasa siku moja mdogo wangu tulikuwa naishi naye huko, ananiambia bwana, unamkumbuka ile Doto? Akanionyesha kwenye Instagram. Yaani jamaa yuko soba kabisa na anafanya shughuli za kimaendeleo. Of course hajaokoka, hakupata usoba kutoka kwa Mungu. Okay, alipata labda kutoka kwa Mungu kupitia wanadamu, lakini kuna ile mtu anapata hiyo soba kutoka kwa Mungu moja kwa moja, na ile inakuwa ya kudumu, hawezi kutetereka tena. Kwa hiyo Mungu anaweza kumbadilisha mtu ambaye watu walikuwa wanasema kwamba huyu hajasoma, huyu ni mchafu, huyu ni mzinzi, huyu ni namna gani huyu. Mungu anaweza kumbadilisha huyo. Alimbadilisha Sauli, alikuwa muuaji, alikuwa mtesi, akambadilisha huyo. Ni Roho Mtakatifu aliyofanya hiyo kazi. Kwa anaweza kufanya hiyo kazi ya kukubadilisha. Anakubadilisha, anakuhuisha, anadili na miili ya watu wadhaifu kabisa walioshindikana. Kuna watu walioshindikana kwenye maisha yako, kuna watoto walioshindikana, kuna ndugu walioshindikana, kuna wazazi walioshindikana, wameshindikana kabisa. Roho Mtakatifu ukijikomiti kabisa kutaka kupata solution kupitia Roho Mtakatifu. Na mimi nakumbuka hapa ninavyoongea, nakumbuka watu walioshindikana kwenye maisha yangu. Inawezekana na wewe wapo. Cha kufanya ni nini? Roho Mtakatifu atawasaidia hao watu, atawasaidia. Yeye alikuja kwa ajili ya kusaidia udhaifu wetu, na anakaa nasi daima, haji na kuondoka. Akija kwako atakaa na wewe, atashughulika na ile tatizo lako, atalitatua na ataanza kukupa hatua za maendeleo usonge mbele vizuri. Mungu akubariki sana.